Maana hapa alipo pesa alishangali sana. Ndio pesa. Mimi nimeuliza swali kwa viongozi wangu. Mitano umesonga. Tusikilizane huko. Kae tusikilizane. Mimi naamini tayari kabisa kufika hapa hoja yako hiyo toka kwa kiongozi wetu, rais wetu, mbunge wetu kwako. Miaka hiyo mitano umepata. Lakini kwa staili hii umetufurahisha kutufikia na kuongea na sisi kwa pamoja na tunafurahi. Na unahitaji mawazo yetu. Lakini tumeona watu wengi wakifika mahali kama haya ni kwa sababu kwa tunataka hakula kale akapata. Na kisha kapata zaidi na kwa mtu wa halmashauri sana huko. Usimuone mahali hapa. Je, hautaratibu hapo utakuwa unaendelea kiongozi wetu tutaendelea na kuongea kwa Wepesi oye! Mimi nimpongeze Wepesi kwa maana mimi kidogo nimejifunua kwa maana ya kujiweka kama vipaumbele vyangu. Nilisema eneo la utawala bora ndio huwa linakusa mawasiliano ya watu. Nilisema nani mwanali? Si kama unaweza kuandaa kwenye mtandao na eneo la utawala bora kwenye simu yako. Nimetamka neno moja. Kama utanipata kwa Wepesi lakini endelea kufafanua. Kwa maana kwenye nguzo pale nimebandika, lakini hiyo kubandika bado haitoshi. Mimi nimesema nitakuwa kiongozi shirikishi, msikivu, mwenye utu, mwenye kusikiliza makundi yote na nitakuwa imara. Lakini pia tunaposema shirikishi, hakuna wazo kwamba nimeenda halmashauri. Wakati naenda kupata mawaidha ya wananchi ambao wamenituma. Wakati narudi kuwapa mrejesho nini kimejiri. Lazima tuwe shirikishi kwa maana kwamba tupite kwenye makundi, tuwaambie mapendekezo ya halmashauri ni hivi na hivi na hivi na hivi. Kana hivi hapo tutaona kama kuna lazima kusoma. Itakuwa hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo tunakuomba sasa kama iko hivyo, lazima niende mimi kule nikaseme kwa niaba. Maana unapoenda kule unaenda kwa niaba. Sasa kama unaenda kwa niaba, lazima Mwepesi nirudi. Hapa panaitwa kwa Bernard. Nilienda kijiwe kimoja kinaitwa kwa Mkapa. Sipa katikati pale, panaitwa kwa Mkapa. Sasa sijajua, lakini mimi naiona kwa Mkapa hapa ndio tumetia bora. Kama hapa ndio penyewe, mimi ninavyojua tu kwamba tutapita kupata mawaidha. Kwamba jamani, tunapoenda halmashauri, huwa kuna vitabu vinatangulia. Tunapoenda kujadili ajenda hii na hii na hii. Sasa kwenye hii na hili, tunaenda kusimama bango zetu zote kwenye hili. Na tumebahati nzuri tumeingia wa diwani 10 na ngapi? 11. Tunaita Daktari Jafari ameingiza timu ya watu 10 na ngapi? 11. Na kule pia jirani, jimbo jirani Katoro wameingiza madiwani 10 na ngapi? 11. Tunasema tunaenda kuingiza timu uwanjani zinaenda kufanya maendeleo ya halmashauri ya wapi? Ya huku tupate halmashauri iliyosimama. Na hakuna sababu ya kuwa tunaenda kupata huduma kule, bahati nzuri serikali yetu ni sikivu. Sasa kwa vyote vile Mwepesi siwezi kwenda na mambo ambayo sio